بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، naam, hili ni darasa la 5 katika darasa zetu hizi za tarawih, tukifahamishana malengo na tukiishi na Qur'ani katika mwezi wa Qur'ani. Mmoja katika ulama wakubwa anasema kama mtu angejua, anasema kwamba hamna ibada tukufu kama mtu kuisoma Qur'ani na izingatia. Kwa hiyo tumshukuru Allah tabaraka wa taala kutuwafikisha katika usiku na kutuchagua sisi kuwa miongoni mwa wenye kuhuisha haya mausiku, hali ya kuwa wengine wamelala wako na koroma. Tukiwepo katika 10 la mwisho ambalo ndanimo inategemewa kuwa kupata Lailatul Qadr. Kwa hiyo tusisahau Allah tabaraka wa taala kumuomba aturuzuku usiku huyo wa baraka na usiku wa cheo. Tulikuwa tunasema katika kitabu hichi cha Sheikh Al-Albani Salatu Tarawih, tutakuwa tunachukua faida ndogo ndogo. Jana nimekuwa nimewaambia tusabie ni aya ngapi tunasoma kwenye kila rakaa. Mkawa mmesabia takriban 27, 28, na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akiwachagua watu maimamu wenye kusali tarawih, ana waambia wasali aya 30, wale wenye wanasoma haraka haraka, 25 wenye wako katika kati. Kisomo cha at-tadwir ndio cha katika kati. Al-hajr kisomo cha mbio mbio, jana tulikuwa tunakisema vibaya tukikosea. Al-hajr ndio kinaitwa, na at-tahqiq ndio kile kisomo cha haraka cha taratibu. Sasa nikawa nimesahau kwa nini nakwambia muhesabu. Tumesema kama watu wa zamani tarawih zao walikuwa nasali wanasoma aya 100 kwenye rakaa 2 au kwenye rakaa 3. Ukisabia hizi aya ndio utaona ikiwa ni aya
Ikiwa ni aya 30 kwenye rakaa moja, maana yake kwenye rakaa mbili zitakuwa ni aya 60. Kwenye rakaa 3 zitakuwa 90, ndio zile ambazo ni 100. 90 kama tu 100, kuna baki 10. Ni kawaida katika elimu kurahisisha kitu kikiwa kama kumebaki kidogo, kusema kwa ukamilifu wake, kama kisi hadithi ilivyokuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 10 na Madina 10. Hiyo hadithi ipo, ukichunguza vizuri Maka sio 10, 15, 13. Maanake inaitoka kasr katika lugha ya Kiarabu, yani ikiwa kama idadi imezidi au imepungua au inakurubia idadi yenye kujulikana sana, unaweza ukakata. Mathalan kama 13 imekurubia 10, unaweza ukakata ukasema 10 tu, au hivyo. Kwa hiyo ikawa ni aya 100 katika hiyo hali. Au inawezekana pia wakawa nasoma kweli aya 100, yani 35, rakaa 2, 35 kuchangana na 32 zitafanya kuwa 100. Rakaa ya kwanza 35, rakaa ya pili 35, rakaa ya tatu 30, zitafanya kuwa 100. Inawezekana rakaa ya kwanza 30, ya pili 30, zinakuwa ngapi? 16. Sasa chukua rakaa ya kwanza 35, inakuwa ngapi? 35. Kisha rakaa ya pili, rakaa ya tatu 30, 100. Umeelewa? 100. Naam. Kwa hiyo inawezekana ikawa hivyo, kwa sababu ukichunguza hata sisi rakaa yetu ya kwanza, usabie aya sisi tumesoma rakaa ya kwanza na sasa zinazidi 30. Anza pale wa ila Madyana akhahum Shuaiba, sabia hapo ila Madyana akhahum Shuaiba mpaka kwenye aya ya wa waadna Musa, au wa idh najaynakum, au idh najaynakum, aya ya mwisho tumesoma. Zinakuwa ngapi hizo? Anza wa ila Madyana akhahum Shuaiba mpaka kwenye wa idh najaynakum, ndio aya ya mwisho. Wa waadna tumeanza leo, au hiyo pia tumeanza leo. Wa ila Madyana baada ya hapo, baada ya ila Thamud. Shuaibu alikuja baada ya Thamud. Ndio kwenye karatasi nyingine. Uko rudi nyuma, nenda mbele. Hadi kwa nyuma ya Thamud. Nenda mbele, nenda mbele. Mpaka kwenye wa waadna, kabla yake hiyo aya, kabla yake idh najaynakum, hizbi ya pili.
nadhani zinazidi 30. Katika kuongoja kuna hadithi nilikuwa nimeashiria jana, acha niisome kwenye kitabu cha Sheikh Al-Albani Salatu Tarawih. Aliandika mlango usemao al-ahadithu fi targhibi fi ihsani adai salati wa tarhibi min isaatiha. Hizi chukua hadithi za kumpendekeza mtu kupendezesha sala yake na kumtishia usalama mtu kuharibisha sala yake. Akaweka hadithi kadhaa, miongoni mwazo hadithi ya Abu Huraira. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, inna aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu salata, mtu mwizi mbaya ni mwenye kuiba sala. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salata, wakamwambia Mtume, mtu anaiba vipi sala? Qala la yatimu ruku'aha wa sujudaha, mtu mwenye iko na haraka hatimizi rukuu yake na sujudu yake, huyo anakuwa anaiba swala. Na hadithi walipokea umaraul ajnad Amr bin al-As wa Khalid bin Walid wa Sharahbil bin Hasana na Yazid bin Abi Sufyan qalu ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajulan la yutimu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Mtume sallallahu alayhi aliwahi kumwona mtu atimizi rukuu yake, anadokoa kwenye swala yake, kwenye sijida yake, yuko na sali. Mtume akasema lau mata hadha ala hali hadhi mata ala ghairi millati Muhammad. Akasema huyu mtu akifa katika hii hali atakufa si Muislamu. Yanquru salatahu kama yanquru alghurabu dam, anadokoa sala kama jinsi kiwongo kinakuwa kinadokoa damu. Mathalu alladhi la yutimu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mithlu al-ja'i au mathalu alladhi la yatimu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalu al-ja'i alladhi ya'kulu at-tamrata wat-tamratayn la yughniyani anhu shay'a. Mtu ambaye anasali hatimizi rukuu yake, anadokoa kwenye sijida yake, ni mfano wa mtu mwenye njaa anapewa tende moja au tende mbili, hazimtoshi lolote. Kwa hiyo watu ambao unaona mtu anasali dhuhuri dakika moja imeisha, mtu anasali tarawih dakika 15 20 imekwisha, wasikie hizi habari vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasali sala zake anatulia, mpaka Abdullah bin Shikhiri anasema ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi kaazizi almirjal, yani yabki. Ndio Mtume sallallahu alaihi kwenye swala yake hana stress, hana haraka, iko analia, ametulia kabisa tuli. Nikamsikia mgurumo kama mgurumo wa sufuria, manake ameacha kusoma Qur'ani, iko na mgurumo, analia. Kwa hiyo tunapata faida kwamba swala ni kitu ambacho kinaomba utulivu zaidi, na leo tutasoma kuhusu habari za swala na faida yake kwenye aya yetu ya 35. Ukipata idadi utatuambia 57. Umesema vizuri. Rakaa kwanza kusoma aya 57. Unasikia aya nyingi, ndio maana rakaa kwanza imekuwa ndefu kidogo. Wangesalia kusabia wakahakikisha rakaa kwanza umesoma aya ngapi? Rakaa kwanza. Ningemsaidia kusabia ili muhakikishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amesahau kwenye sala, mtu mmoja alimwambia
akawa alimuuliza Abubakar na Umar ili wahakikishe zaidi. Naam, kwa hiyo tayari tumeshapiga hesabu kama wakati wa Mtume SAW ikiwa anasali rakaa moja aya 30 au 35, maana yake rakaa 3 watakuwa wamemaliza aya 100. Rakaa zingine 3 zinakuwa rakaa 6, aya 100 zingine zitakuwa aya 200. Rakaa 2 za kufuatia hizi zenye 8 wanaweza kumaliza aya 50 au 80. Kana kwamba nimeona nafasi Sheikh Al-Albani amesema tarawih yao kuna sali rakaa 300, lakini wanapiga jicho haraka haraka sipaoni. Kwa hiyo aya 300 ndio zile juzu 3 zinaweza kaenda mpaka 4. Sasa kabla yake pako aya 3 kabla hicho kituo. Sabia hizo aya wafuna ongeza 3. Ashafuna kwenye kituo cha pili, mpaka kwenye kituo cha pili, wa idh najainakum min ali firaun. Suratu Al-Araf. Naam, mpaka kwenye kituo cha pili cha pili. Naam, ukishapata tutatuambia. Leo tuko kwenye aya ya 30 na subhanallah, ni sawa para 30. Nadhani kama kwenye tangazo niko naandika makosa. Ni sawa, kwenye tangazo naandika vizuri. Nimesahau tu kubadilisha aya hapa. Ni aya ya 45. Naogopa kama kesho naweza kuwa jana nilikuwa nimesema 30, lakini 45. Leo tuchakachue aya 3 ili kesho tuanze kisa cha Musa inshallah. Tusomee nazo aya 45, 46 na 47 mpaka 48, yani aya 4 za Sura Al-Baqara. Naam, kituo cha pili. Wa idh najainakum. Naam, 45 mpaka 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. hizo ni aya 4. maana yake sasa, wasta'inu bis-sabri was-salah, jisaidizeni kwa subira na swala. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashiyin, hilo jambo lilikubwa isipokuwa kwa wenye kumwogopa Allah. Kujisaidiza na subira na swala ni jambo likubwa sana, ni jambo lizito, isipokuwa kwa wenye kumcha Allah. Tazameni sala yetu jinsi ni nzito, ni ndefu, yaani mtu unasikia miguu inawaka moto. Kuna kama jambo lepesi. Watu ambao wanavamia tarawih kama hizi, washuhudieni ucha Mungu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tu miongoni mwa wacha Mungu, na atudumishe katika hii hali mpaka tutakapokufa, na atubariki. Tuko watu wengi hapa, wako watu wengi hapa wanaweza wakaja kushiriki pamoja na hizi sala, lakini wanaogopa. Sasa mimi nitaamkia kesho kazini, kesho ni weekend. Ndio maana Allah akasema wa innaha lakabira, sala
Tutasikia kwa nini Allah amesema as-sabr was-sala, kisha akasema wa innaha. Katika Kiarabu angesema wa innahuma, sababu ilikuwa ni vitu viwili, wa innahuma, lakini wa innaha as-sabr iko kiume. Ingekuwa Allah anakusudia sabr angesema wa innahu, as-sala iko mkike, ndio inasema wa innaha. Baadhi ya ulama wakasema hii dhamiri inarudia swala, wa innaha la kabira, sala ni nzito. Sasa ikiwa ni tarawih kama sisi tutakavyosikia mbele, illa ala alkhashiin, isipokuwa kwa wacha Mungu. Ndio maana Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, idha raaitum ar-rajula yataahadu al-masjid fashhadu lahu bil iman, au kama qala, ukimwona mtu anakazania msikiti mshuhudieni imani. Kwa hiyo tutasema tafsiri hivi, tunasema kwanza maana, kisha aya ya 46 Allah akasema alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Hawa cha Mungu ndio wale ambao wanadhani watakutana Mola wao na wanadhani kwamba watarejea kwake. Kisha aya 47 Allah akawakumbusha wana wa Israeli, ya bani Israeli, kwa sababu hizi aya zote ni wana wa Israeli. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema yangu, neema zangu nikuneemesheni. Wa anni faddaltukum ala alalamin, katika neema zangu nimekufadhilisheni zidi ya walimwengu wote. Kisha aya mwisho wattaqu, asante, aya mwisho wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a, ogopeni siku nafsi haitolipa nafsi. Yani maana yake ogopeni siku ambayo nafsi haitosaidia nyenzake lolote. Ogopeni siku ambayo hutomsaidia mwenzako hata umpende vipi. Wala yuqbalu minha shafa'a, yani siku ambayo kwanza utamkimbia mama yako, mama anamkimbia mtoto, hata umpende mtoto wako aje, na mzazi hivyo hivyo, mwanaume utamkimbia mke wako, watoto zako. Wala yuqbalu minha shafa'a, hiyo siku hautokubaliwa uponyo, kumsaidia mtu, kumponesha mtu, hiyo siku kumponesha haiwezekani. Wala yu'khadhu minha adl, hautotoa amande, hutotoa fidia ikubaliki. Ya mimi natoa Allah hichi kiwango nimemiliki, nisiingie motoni, hilo jambo halipo. Kama kisa alivyosema kwenye aya nyingine suratu Ali Imran, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, hakika waliokufuru wakafa ni makafiri, hata wakitoa dunia nzima hawatakubaliwa, hata wakitoa dunia nzima hawatakubaliwa. innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, kifa kukafiri hutokubaliwa hata dunia nzima ujaze dhahabu, utoe malipo usamehewe, hautasamehewa. Ndio anasema wala yu'khadhu minha adl, hakuna mtu atakubaliwa kutoa fidia. Kama uko na mali zako hapa duniani, ndo anza sasa kuzitoa zikusaidie siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ukikata roho umeziacha kwenye akaunti, zikawa ni za warithi, ukaacha majumba, ukaacha gari na magari na mali, hazitokusaidia kitu, ni mpaka mwenyewe ujitolee. Na hakuna kitu kitamnufaisha maiti kama sadaka, na ndio maana ndio kitu cha kwanza atalia anapokufa. Tunaona maana kule mtu anakuja anasema Allah nirejeshe, kwa nini? Nitoe sadaka. Wala hum yunsarun, hiyo siku ni siku nzito, watu watanusuriwa. Hiyo ni maana ya aya. Tafsiri sasa,
kuna faida kem kwenye tafsiri tofauti ambazo nimekusanya. Sintozizungumza zote kwa muda wetu huyu mfupi, lakini ambazo nimetayarisha ni hizi: wasta'inu bis-sabri was-salah, jisaidizeni kwa subira na swala. Al-Imam Qurtubi kwanza ameanza kuzungumzia subira ni nini, akasema amara ta'ala bis-sabri ala at-ta'a wa 'anil mukhalafa fi kitabihi faqala wasbiru. Allah tabaraka wa taala alituamrisha tusubirie kwenye toa, kwa sababu ibada yenyewe pekee inaomba subira. Mtu kubakia ni mtu mwenye msimamo inaomba subira. Sheikh, hasa tunayaona haya live bila chenga katika hizi nchi za Ulaya. Ni wangapi watu wametoka nyumbani wanajitahidi hapa, wametupa dini yao, bali wengine hata si Waislamu, bali wengine wanasema neno ukafiri yanayotoka kwenye Uislamu ya utambua. Ni wangapi leo watu walikuwa wana uwezo wa kusikia madarasa, lakini kwa katika hizi nchi wamekuwa busy, hawasikiagi madarasa. Na wallahi mtu mwenye asikia madarasa ni mtu ana dosari sana kwenye dini, anaweza kukuingiza kwenye janga muda wowote. Kwa hiyo ni vigumu sana kumfanya mtu mwenye asikiagi madarasa, ni baya sana kumfanya mtu asikiagi madarasa akawa kiongozi wako au akawa msimamizi wako. Na ndio maana dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba kila akitaka kusimama kwenye kikao chake, alikuwa sema wala tusallitu alaina bidhunubina man la yakhafu kafina wala yarhamna, usimweki juu yetu mtu ambaye hakuogopi wala hatuhurumii, kwa sababu atakuamrisheni jambo ambalo ni maasi na atakutezeni nguvu na hamna jinsi ya kumziwia, kwa sababu iko juu yenu. Mfano kama mwanamke uko na mume wako muovu, tupeleka kwenye maovu, hasa kwa kule nyumbani. Hapa Ulaya mwanaume uko na mke wako muovu, anakupeleka kwenye maasi bila kujitambua. Hata ujitambue hauna uwezo wa kukataa. Kwa hiyo Imam Qurtubi akaonyesha kama subira nzuri sio subira ya misiba. Fulanun sabirun anil maasi, yuqalu fulanun sabirun anil maasi wa idha sabara anil maasi faqad sabara ala taa. Wakamba fulani amesubiria kuacha maasi, na mtu akisubiria kuacha maasi basi huyo amesubiria kufanya taa, kufanya ibada. Na ndio maana kila mtu sakawa mcha Mungu, lakini kusubiri kwenye ucha Mungu. Mtume akaomba dua, Allahumma thabbit qalbi ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Allah ambaye unabadilishaga nafsi, naomba nafsi yangu isibadiliki, nisiwe leo niko katika swala kesho sipo, nisiwe leo niko kwenye mawaiza kesho niko kwenye muziki. Hamjaona mtu leo kwenye mawaiza kesho kwenye harusi ya muziki? Kisha akasema hivi, wala yuqalu liman sabara ala almusiba sabir, inama yuqalu sabiru ala. Mtu mwenye kusubiria msiba haitwi kwenye Kiarabu mwenye kusubiria ukakaa kimya. Hili neno likubwa, ni mpaka mtu asubirie maasi, mpaka mtu asubirie kuacha maasi na kufanya taa, ndio inaitwa sabir. Lakini ikiwa ni mtu anasubiria msiba ulimtokea, alifiliwa, huyo anasema inabidi kushindikiza na herufi zingine ili jina
limpate. Kisha akasema wenye kusubiri wana malipo makubwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Anasema wenye kusubiria watalipwa ujira wao bila ya hisabu. Tukienda kwa Ibn Kathir kidogo, alizungumza kwa pumzi nyingine nzuri haya masala ya subira. Anasema rahmatullahi alayhi, eti yaqulu ta'ala amiran ibadahu fima yu'ammiluna min khairi dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa taala anawaambia waja wake wanaotaraji kheri za dunia na akhira. Allah tabaraka wa taala anawaambia waja wake wanaotaraji kheri za dunia na akhira bil isti'ana bis sabri was salah. Ukitaka kuzitafuta hizo, subira na swala ni vitu viwili vitakusaidia. Kisha kasema watu wa tafsiri wanasema ista'inu ala talabi al-akhirah bis-sabri ala al-fara'id was-salah. Jisaidizeni kutafuta akhira kwa kusubiria mambo ya Allah alituwajibisha na swala. Kana kwamba ukitaka kupata akhira, fanya mambo ya wajibu. Swala 5 usiziache, swaumu ya Ramadhani usiache, zaka usiache, umra, hija, kuheshimu wazazi, kuheshimu wakubwa, kuheshimu viongozi. Hayo ni mambo ya wajibu. Fa amma as-sabru faqila innahu as-siyam. Inasema kwamba katika hii aya Allah aliposema as-sabru alikusudia swaumu. Nassa alayhi Mujahid. Kisha akanukuu neno la Qurtubi Ibn Kathir, tutalichukua. Qurtubi amesema lihadha sama Ramadhan au lihadha summiya Ramadhan shahru sabri. Ndio maana swaumu ya Ramadhani, mwezi wa Ramadhani unaitwa mwezi wa subira, unaitwa mwezi wa subira. Kisha kaleta hadithi kwenye ad-Durr al-Manthur, inasema as-sawmu nisfu sabr, subira ni nusu, swaumu ni nusu ya subira. Kana kama Allah katika hii aya amesema wasta'inu bis-sawmi was-salah, jisaidizeni kwa jisaidizeni kwa subira, jisaidizeni kwa swaumu na subira na swala. Jisaidizeni kwa swaumu na swala. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Waqila almuradu bis-sabr takaffu ani al-maasi, na wengine wakafasiri maana ya subira hapa ni kuacha maasi. Ukitaka ujisaidize kwa Allah kusaidie, kwa mwenye kuacha maasi na uwe na sali. Walihadha qaranahu biadai al-ibadati wa alaha fi'lu as-salah. Na ndio maana Allah akashindikiza subira na ibada, na katika ibada kichwa cha ibada zote ni swala.
Umar ibn Khattab alikuwa anasema sabru sabrani, subira ni mbili. Sabrun inda almusiba hasan wa ahsanu minhu sabru an maharimillah. Unapopata msiba, umekosa kazi, umefiliwa, umefukuzwa kazini, umeumia, umeumwa, umepoteza pesa, ukasubiria, ni vizuri, lakini nzuri kuliko yenyewe ni una uwezo wa kufanya maasi ukaacha. Una simu yako, una uwezo wa kusikia muziki ukasema siendi. Kuna harusi, pana muziki umeitishwa, mimi siendi. Huu ni uchamungu wa hali ya juu. Ukitaka Allah kusaidia mambo yako, fanya hivyo, acha maasi, kisha uwe msalihina, muombe Allah dua. Sasa uone kama aitikiwa. Wasta'inu bis-sabri was-salah, jisaidizeni kila siku kwa subira na swala. Mpaka kaendelea akisema Ibn Kathir, inna as-salata min akbari al-auni ala thabati, swala ni katika usaidizi mkubwa Allah anamsaidiaga mja wa kuthibiti kwenye mambo na kwenye taa ya Allah. Ndio maana kwenye aya nyingine Allah akasema utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah, soma ambayo Allah tabaraka taala alikufunulia katika wahi Qur'an, kisha simamisha swala. Inna salata tanha anil fahshai wal munkari, hakika swala inamziwiaga mtu na uchafu na mabaya. Wala dhikrullahi akbar, na utajwa wa Allah ni mkubwa. Ndio maana utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba walikuwa kitokeo na jambo lizito, wanakimbilia kwenye swala. Na ndio maana unasikia jana tumesoma Mtume kwa sala zake kwa siku ilikuwa sala takriban 40. Ibn Taymiyyah amesema wallahi, kupunguza sala kwa Uislamu ndio pale Allah atuwafikishi. Kuna hadithi ya Hudhaifa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun salla, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ana jambo la mtatiza alikuwa na sali. Bali kwenye hadithi, kwenye matamshi mengine, idha hazabahu amrun fazi'a ila salah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa akitokea jambo likamfezehesha likamtishia usalama, alikuwa akimbia sala. Vita ya Ahzab, ya vikundi, ilikuwa ni vita nzito sana kwa maswahaba. Ilikuwa mwaka takriban wa 4 takriban, vita ya Ahzab. Vita ya Uhud ilikuwa mwaka ngapi? Mwaka wa 3. Ya Badri wa 2. Hii ni vita ya 3 ya vishimo na makundi. Inatisha hii vita. Ndio ile vita ambayo wanafiki walimtia dosari Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema sisi tunamshangaa huyu Mtume anatuambia tutafungua Fursi na Waroma, na sisi wenyewe hivi sasa tunashindwa hata kwenda chooni. Walikuwa na uoga mpaka hakuna mtu anaenda chooni kwa uoga. Zile za hali za nyumbani za Masase, mtu anashindwa kwenda chooni, unamalizia habari zako mlangoni. Mimi nakumbuka ile Masasi ya Buyenzi yale, na chakula cha saa 6 kimewashinda watu kula. Sheikh, ugali mmeuacha, kuna manjaa yenu, watu wenye wanakulaga wanachelewa,
walisikitika sana kile kipindi. Mtu namkumbuka mimi, mtu mmoja alikuwa anaenda chooni, sasa akapiga akamalizia haja zake kwenye mlango. Na hii vita ya Ahzab ilikuwa ni hivyo. Qala Hudhaifa raja'tu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam laylat al-ahzab wa huwa mushtamilun fi shamla yusalli. Uoga ambao ulikuwa kwenye vita ya Ahzab, mtume alikimbilia sala. Nimeenda mtume sallallahu alayhi wasallam nikamuona amejifungia nguo zake iko na sali. Allah tunukulia ulimi mchafu wa wanafiki kwenye vita ya Ahzab, wanasema wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Katika vita ya Ahzab ndio wanafiki walifichuka, wakasema zile ahadi kwamba Uislamu utapanda ni ahadi za uongo tu, na wale wenye wako na magonjwa kwenye nafsi zao walisema hivyo. Vita inatisha Sheikh. Bali vita ya pili kwenye Uislamu, vita ya Badr, vita ya kwanza mwaka wa pili, anasema Ali ibn Abi Talib, laqad ra'aytuna laylata badrin wama fina illa naim. Kwa ni vita nzito, watu wametoka Madina mpaka uwanja wa Badr, hawana vipandwa vizuri, masafa na masafa kwa mguu, jua likali, watu wako tabani, wanatamani kusinzia usiku, watu wote wamelala. Ali anakuambia ghaira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wama fina naimun ghairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Aliyekuwa hakulala ilikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa iko na sali anaomba dua mpaka asubuhi. Swala Sheikh, kila uoga kimbilie swala. Ibn Jarir at-Tabari kwa tafsiri yake anasema kwamba mtume mara bi Abi Huraira, alimpitia Abu Huraira, wa huwa munbatihun ala batnihi faqala lahu ashkum dard, alikuwa amelalia tumbo lake. Mtume akamwambia kineno ima cha Kifursi au cha Kihindi, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kuna wakati anatumia neno la Fursi au la Kihindi kutokana na hao watu walikuwa wanaingia sana Maka na Madina kile kipindi. Kwa hii wanachukua ulama wasema lugha ya Waislamu ni lugha ya Kiarabu, ndio watu waizungumze. Wakitumia maneno ya lugha isiyokuwa yenyewe kama terme sio vibaya, lakini kuzungumza lugha isiyokuwa ya Kiarabu na yeye anajua Kiarabu haipendezi. Maana hili neno mtume anamwambia Abu Huraira, unaumia tumboni mwako? Akasema ndio. Akaambia qum fasalli fa inna salata shifa, rawahu Ibn Majah. Neno akasali, hakika sala ni dawa. Sikupata kisi ya kutazama upokezi wa hadithi, lakini zisizotanguliza zinaonyesha tu kama swala ni kimbilio la mtu anapotokewa na tatizo. Anna ibn Abbas nu'iya ilayhi akhuhu Quthm wa huwa fi safar, waliweka mtangazia Ibn Abbas, kaka yako Quthm alikufa. Na katika riwaya walimtangazia binti yako amekufa. Kwa uchungu aliopata Ibn Abbas hakujimwagia udongo, fastarja, akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, thumma tanaha ani tariqi fa anakh, kisha akafika anasimamisha msafara, akaweka kipanda chake pembeni, faswalla rak'atayn atala fihima aljulus, akasali rakaa mbili, akarefusha kikao. Thumma qama yamshi ila rahilati wa huwa yaqul, kisha akasimama baada ya sala akaenda kwenye kipanda chake akisema
wasta'inu bisabri wassala, jisaidizeni kwa subira na swala. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, lakini viwili hivi ni vizito labda kwa wacha Mungu. Viwili hivi ni vizito isipokuwa kwa wacha Mungu. Kisha kasema, kwa nini Allah anasema wa innaha, hapana wa innahuma? Hakika viwili hivyo. Kwa nini aseme hakika swala? Sababu hii dhamiri inarudia swala ndio ya kiume. Akasema wadhamiru fi qawlihi wa innaha lakabira aidun ila as-salah. Hapa Allah tabaraka wa taala anataka kuonyesha kama swala ndio nzito. Kisha Qurtubi alikogota kwa urefu sana haya masala, akasema ikhtalafa almutaawiluna fi audi dhamiri min qawlihi wa innaha, wametofautiana hii dhamiri inarudi kwenye nini, kwamba hicho kitu ni kizito. Faqila ala salati wahdaha khassa, ikasemwa kwamba ni swala ndo nzito, liannaha takburu ala nufusi ma la yakburu as-sawm, kwa sababu swala ni nzito kwenye nafsi kuliko hata saumu. Wasabru huna saumu, na subira hapa ni saumu. Aje Qurtubi, aje swala ni nzito kuliko saumu. Fasalatu fiha sijnu nufus, kwa sababu swala ni jela ya nafsi. Wasaumu innama fihi man'u shahwa, lakini saumu ni kujifungia shahwa, yani maana yake kuziwia shahwa zako. Falaisa man muni'a shahwa wahida au shahwataini kama muni'a jami'u ashahawati, mtu ameziwiliwa, amekatazwa au amenyimwa shahwa moja au mbili, matamanio mawili au moja, sio kama aliziwiliwa matamanio yote. Fasaimu inama muni'a shahwatu nisa wat-ta'am wash-sharab, mwenye kuswaumu aliziwiliwa tu matamanio yake dhidi ya wanawake au chakula au kinywaji. Thumma yanbasit fi sa'i shahawati, ukiwa na swaumu unaweza ukajivinjari kwenye matamanio mengine. Min al-kalam, unaweza kuzungumza, walmashi, ukatembea tembea, wanadhari, ukatazama vitu vitamu vizuri vizuri vitakuladhisha, ila ghairi dhalika min mulaqati al-khalq, na shahwa zingine ambazo utakutana na wanadamu. Fayatasalla bitilka al-ashya' amma muni'a, swaumu unaweza kupata burudani hivyo vitu. Walmusalli yamtani'u min jami'i dhalika, lakini mwenye kusali ameziwiliwa na matamanio yote hayo. Fajawarihuhu kulluha muqayyada bis-salah an jami'i ash-shahawat, ukiwa ndani ya swala umekatazwa shahwa zote, umekatazwa kuzungumza, umekatazwa kutembea, umekatazwa kula, kunywa, umekatazwa wanawake, umekatazwa kutazama pembeni, juu, chini, mpaka Mtume akasema waache kutazama juu wenye kusali au Allah anyofoe macho yao. Wa idha kana dhalika kanat as-sala as'ab ala an-nafs, ikiwa ndio hali ya swala basi swala ni nzito. Ndio maana Allah akasema wa innaha lakabira, swala sio kila mtu anaiweza. Na mweshuhudieni leo watu wanajitahidi masha Allah, wanaswaumu swaumu ya Ramadhani, lakini wenye kusali tarawih ni wangapi? Ahsanuhum, hasasa watu wa Ulaya, mzuri wao ni yule ataenda kusali tarawih kudokoa kama kibomomo kinadokoa damu, ana kudokoa kama kuku inavyodokoa mchele. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Kwa hiyo swala watukufu wa Kiislamu sio jambo lepesi, ni jambo lizito. Na kuna wengine wanasema pana, hii dhamira hairudili sala tu, walakinahu kana ala al-aghlab wa huwa as-sala. Allah tu amerudisha dhamiri kwenye swala kwa sababu ndio
kubwa imezidi, kama gisi kwenye baadhi ya aya Allah akataja vitu viwili, lakini akagusia kimoja, maana yake na kile kingine kinaingia. Akasema walladhina yaknizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah, akusema wala yunfiqunahuma, watu ambao wanadhimbikiza dhahabu na fedha hawatoi fedha kwa njia ya Allah. Anakusudia na dhahabu, lakini amesema fedha mara nyingi ndio huwa inawekwa. Na kwenye aya nyingine Allah akasema idha ra'au tijaratan au lahwan infaddu ilaiha, akusema ilaihima, kuna watu wanatabiwa wakiona biashara, maisha, wakipata maisha au puuzi, wanakimbilia biashara. Na Allah ametaja vitu viwili, na hii aya inawahusu watu wenye wako Ulaya sana sana. Watu nakutana walikuwa Afrika wanajitahidi kwenye dini ya Allah, wanaingia misikitini, wengine wanasali maitikafu. Walipofika Ulaya wakaona makazi yenye biashara nyingi, mishahara mingi, wakaacha kusali sala za utulivu za Ramadhani. Hii aya inawahusu. Infaddu ilaiha watarakuka qaima. Leo madarasa ya Ulaya wanaingia watu wangapi? Tazamini mazumu, wanakimbilia biashara. Na kwenye aya tumesoma leo, wallahu wa rasulu ahaqu an yurduhu, akusema an yurduhuma, kwani kwa sababu Allah na mtume wake wana haki ya kuridhiwa. Allah akasema Allah ndio ana haki ya kuridhiwa, kwa sababu ukishamridhia Allah umemridhia mtume. Kwa hiyo tafsiri nyingine wanasema kwamba hii aya inarudilia subira, swaumu pia inarudilia na swala. Kwa kifupi tukufu wa Islam, mahama yakun min al-amr, itakavyokuwa vovote, ni sisi tujitahidi kumuomba Allah tabaraka taala aturahisishie mambo yetu kwa kujisegamiza na vitu viwili, subira na swala. Wallahi mimi ninahisi hapa ambapo Allah aliponiweka, nadhani ni sala ambazo nakuwa na sali ndefu. Na wewe jihimize na sala, jisaidize na sala, istainu bisabri wassalah. Mpaka Ibn Kathir anakuambia cha maajabu, tazama kwenye kisa cha Qaruni na mali zake zote na pesa zake nyingi, tajiri wa kwanza ambayo tunamjua haraka haraka, ingawa bako wenye kumzidi kama kisa Allah alivyosema kwenye suratul Qasas. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a. Huyo Qarun sisi tunamjua kama ndio mtu tajiri duniani, hatumjui kwenye tarikhi tajiri ameshinda Qarun. Lakini kwenye Qur'an Allah anasema kuna wenye tumewahilikisha walikuwa na mzidi, wakina nani hatuwajui kwenye tarikhi. Tarikhi haijatuhifadhia. Wanakwambia ufunguo wake ulikuwa latanuu bil usba, ulikuwa na bebo na watu 10 wenye nguvu, wengine wakwambia farasi 10. Lakini sikiliza kwenye kisa chake baada ya Allah kumuhirikisha anavyosema, au kabla kumuhirikisha, waqala alladhina utul ilm wailakum thawabu Allah khairun liman amana wa amila salihan. Mali nyingi hazina faida, wanasema wana wa elimu, thawabu za Allah ni bora kwa mwenye kumwamini Allah na kutenda vitendo vizuri. Wala yulaqaha illa sabirun, kusema bali thawabu umwamini Allah una vitendo vizuri inaomba subira. Sehemu nyingine Allah akasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, ubaya hauwezi kulingana na uzuri. Idfa billati hi ahsan, kila siku mlipe kizuri anayokufanyia kibaya. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, yule ambaye baina yako na yeye kuna uadui, kaannahu waliyun hamim,
mfanye kama kipenzi. Wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hilo hawezi kulifikia mpaka mwenye subira. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, hawezi kulifikia isipokuwa mwenye bahati. Wa innaha lakabira, kujisaidiza uwe msalihina, tena sala zile nzito nzito, hata sala za faradhi watu wanajidokoa, inaomba uchamungu. Ay mashaqqatun thaqilatun ala alkhashiin illa ala alkhashiin, ni jambo ligumu sana isipokuwa kwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Alkhashiuna huna almutawadhiun, anasema Ibn Kathir hapa wenye kumcha Allah ni wenye kujishusha. Hapa kuna siri moja, ukiwaga na tabia kujishusha, Allah anakuwafikisha kwenye mambo ambayo wengine hawakuwafikishwa. Huenda hata hii taufiki yetu ya Allah katika hizi sala zetu ambazo tunazisali kama sala za wakati wa Mtume sallam au karibu kama zenyewe, huenda ni kule kujishusha kwetu. Wallahi tuendelee kujishusha. Allah ametuwafikisha kitu kikubwa sana. Tutatamani hivi vikao na hizi sala zetu, tutakapopata malipo tukayaona kwa macho, ingelikuwa mwaka mzima tunafanya hivi vikao na hizi sala zetu tunazosali, tukiona malipo yake tutatamani kwamba hakuna lolote duniani liko sawa sawa nayo, lakini Allah ametuficha. Kwa nini? Ili tumwamini Allah hatuoni. Wanadamu tuko na tabia ya kupupia vizuri, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumjibu nadhani Muadh bin Jabal alipomuuliza swali, akamwambia laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi. Alikuwa alimuuliza kuhusu kitu gani kitamuingiza mtu peponi kwa haraka, kitamweka mbali na moto wa jahannam. Mtume akamwambia, umeuliza kitu ni kizito watu kukifanya, lakini chepesi kwa ambaye Allah atamrahisisha. Nani? Ni yule ambaye anajishusha na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Al-khashi'in ni kina nani hao? Ibn al-Qurtubi alifasiri vizuri sana al-khashi'in, akasema Sufyan ath-Thawri ni mmoja katika ulama wakubwa, alimuuliza mwalimu wake A'mash, ya A'mash, sa'altu al-A'mash an al-khushu', ni kina nani wenye kumcha Allah? Faqala ya Thawri, anta turidu an takuna imaman linnas wala ta'rifu al-khushu', unataka uwe imamu wa watu haujui maana ya kumwogopa Allah. Mimi nimemuuliza mwalimu wangu Ibrahimu an-Nakhai hilo swali, akalaumu akaambia uaimish, unataka kuwa imamu wa watu haujui maana ya kumcha Allah, ya kumwogopa Allah. Kisha kafara sema laysa al-khushu' bi akli al-khashin, kumcha Allah na kumwogopa Allah sio kula vikavu. Wasufi wanakuwa wanafanya dunia kula vyakula vibaya, eti ndio ucha Mungu. Sasa ucha Mungu sio kula vibaya, walabsul khashin, ucha Mungu sio kuvaa vibaya. Wa ta'ta'u ras, ucha Mungu sio kuinamisha kichwa chako chini mpaka kianza kukatika. Lakin al-khushu' an tara ash-sharifa wad-dani'a fi al-haqqi sawa, ucha Mungu ni kuwaweka watu wote kwenye pahala pamoja. Ucha Mungu ni kumweka dhalili na mtukufu kwa wewe sawa sawa. Ucha Mungu sio kumpendelea mtu, yani ukitaka kujua mtu mcha Mungu hapendeleani, kila mwenye haki anampa haki yake, ndio ucha Mungu. Sio nampendelea huko sababu ni kundi langu, niko pamoja naye kwenye jambo lolote atanipeleka, hata akinipeleka kwenye maasi. Na kuna watu wako katika hii sampuli, kama yule Mwarabu aliyeulizwaga yuko ni katika wafasi wakubwa wa Musailimatul Kadhab, huyo alidai utume. Mbona uko nyuma ya Musailima na unajua Musailima ni muongo? Anasema kadhabu mudhar khairun
min sadiqi Rabia, au kama qala, muongo katika kabila letu ni bora kuliko mkweli katika kabila lingine. Anakusudia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa ukweli, lakini maadamu sio katika kabila letu siwezi nikamkubali. Lakini huyu Musailima al-Kadhab maadamu kwenye kabila letu sisi tuko pamoja naye popote atakatupeleka. Na leo tunaona hizi habari hata kwenye mazingira, wallahi, na hata katika mashehe na hata katika wadarasishaji watoaji wa mawaidha. Tumekutana na watu tofauti kwenye nchi tofauti ambazo tumetembelea, na fitna ambazo zinapatikana katika hizi nchi za Ulaya. Unakutana watu wako kwenye batil, mtu anajua kama hawa kwenye batil, lakini kwa sababu ni familia, kwa sababu ni ndugu, kwa sababu ni jamaa, ni marafiki, kwa sababu wananipa kidogo katika pesa, niko pamoja nao. Wallahi sisi tushakutana na watu katika maasosiasio ya miziki, Sheikh, wanaweka asosiasio yao ya reception, wanaweka hivyo, yani stati yao wanaweka mambo project watafanya, wanasema tutafanya mihadhara, mfano tutapeleka watu umra, tutafanya reception ya muziki, tutatengeneza msikiti, tutafanya harusi ya muziki na kadhalika. Wallahi mpaka mashehe wako katika hizo association. Subhanallah, subhanallah, kinyume kabisa na hii aya. Al-khashi'in sio hao. Al-khashi' ni mtu anafuata haki mujarrad, haogopi lauma talaim. Allah tuwafikishe watu kwa Islam. Watakhsha lillahi fi kulli fardin iftarada alayka, muogope Allah kwenye kila faradhi amekufaradhishia. Nadhara Umar ibn al-Khattab ila shabin qad nakasa ra'sahu faqala ya hadha irfa' ra'saka. Umar alimwona kijana ameweka kichwa chake chini kujifanya mcha Mungu, amewewe inua kichwa. Fa inna al-khushu'u la yazidu ala ma fi al-qalb, ucha Mungu hauzidi yenye yako rohoni, ucha Mungu unastahili kuwa rohoni. Waqala Ali ibn Abi Talib al-khushu'u fi al-qalbi wa an talina kaffayka lilmar'i al-muslim, ucha Mungu unakuwa kwenye roho yako na mkono wako uwe mwepesi kwa ndugu yako Muislamu anayehitaji. Mtu analia ana iftari, mkono wako unakuwa mwepesi. Kwenye Ramadhani watu wanapiga fujo katika hizo hali. Wa alla taltafita fi salatika, ucha Mungu unaposali usigeuki kushoto au kulia. Ndio ucha Mungu wa Uislamu. Kwa hiyo ukishakuwa na ucha Mungu, kisha jisaidize kwenye haja zako na swala ndefu na swaumu za sunna na za faradhi na kuacha maasi na kusubiria katika taa na kusubiria kuwa mbali na maasi, Allah atakurahisishia. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Hapo ndio utaingia katika watu ambao wanadhani kwamba Allah tabaraka wa taala watakutana naye na kwake watarejea. Hii alladhina yadhunnuna maana yake wako na yaqini. Wadhannu huna fi qawl jumhur bimaana alyaqin. Dhana hapa kwenye hii aya, alladhina yadhunnu, ambao wanadhani watakutana na Mola wao. Ushakuwa mcha Mungu huwezi kusali kama utakutana na Mola wako, Sheikh. Ndio maana watu tafsiri wengi wakasema hapa dhana maana yake ni watu ambao wako na yaqini. Na Ibn Kathir rahmatullahi alayhi kwa tafsiri yake amenukuu, anasema Ibn Jarir amesema al-arabu qad tusamma al-yaqin dhanna, Waarabu huwa wanaita yaqin ni dhanna, wa shakku dhanna, na shaka ni dhanna, kwa sababu vitu viwili pako dhanna na shaka. Kisha akanukuu kwa Mujahid anasema kullu dhannin fil Qur'an yaqin. Kila aya kwenye Qur'ani ukiona inazungumzia habari za Allah tabaraka wa taala za peponi za waumini inakuwa ni yaqini. Allah anasema waraa almujrimuna nara fadhannu annahum waqi'uha, waovu wataona moto watadhani kama watauingia.
Hapa kudhani ni kuingia ni yaqini. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, watu wanaodhani kama watakutana na Mola wao, maana yake wako na yaqini, chakwa mcha Mungu na yaqini. Alladhina, na kwenye aya nyingine, inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nadhani kama nitakutana na Mola wangu atanihisabu, maana yake ni yaqini. Na maana yaqini wa dhann wa shak, yaqini ni kitu ambacho kuna perfect 100%, ndio maana yaqini. Dhana maana yake tofautia dhana na shaka. Ikiwa yaqini ni pasenti ya 100%, basi dhana ni pasenti zaidi ya 50. Hapana, katika wakati zaidi ya 50. Ndio anasema kama hapa Ibn Kathir, Qurtubi anasema eti wa aslu dhann wa qa'idatuhu shak ma mailin ila ahadi mu'taqadayhi, eti dhana ni kuna vitu viwili lakini umemili kwenye kimoja, ndio ivanga dhana. Mfano unaweza kuwa unashakia niko na uzu au sina uzu, lakini unamili kama niko na uzu kwa sababu nakumbuka nimetawaza, hiyo inaitwa dhana. Na ndio ambayo ilikusudiwa hapa, na inaweza kuwa yaqini uko na 100%, ndio hiyo kusudiwa kwenye Qur'an. Na ukichunguza hadithi nyingi za zile za kuhusu kuswali, mtu anasema mtu kisali ukawa na shaka ni misali 3 au ni misali 2, mtu anasema tengenezea dhana. Anakusudiaje? Tengenezea dhana yako ya nguvu, maana tengenezea percent fulani, unaweza kuwa umebidi. Na tuko na kaida katika sheria inasema hivi, al-yaqin muqaddamun ala shak. Ukiwa na yaqin uko na percent fulani, hapa yaqin unakusudia dhana ya kitu fulani, itangulize mbele ya shak. Mfano wake kama unamjua Muislamu, huyu Muislamu tunajua ni msalihina, ni mtu mcha Mungu, tunamjua na swaumu. Wakija watu kukwambia ni muovu, haijuzu kufuata ile kauli yao, tutasema mcha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndio dhana ya nguvu. Kweli inaweza kuwa kweli wa kweli sio mcha Mungu, atuonesha tu unafiki, lakini tutaelezea nini ile ule wingi wake. Na pia mtu akiwa muovu, mtu akimili wingi wake ni muovu, tutamshikilia kama ni muovu. Hata watu wakija nyuma wakatambia au mcha Mungu, huyu ni mcha Mungu, hatuwakubali kauli yao, tutamshikilia ni muovu mpaka ushahidi uje kama sio Mungu. Na hii ni nzuri sana tulichokuwa katika hii aya. Tutajitahidi kana kwamba hapa ni taaduban, wanakuwa na adabu, yani lugha ya kujishusha. Wako na yaqini kama watapata pepo, lakini watumia alladhina yadhunnun. Na hii aya inatupa na sisi adabu, vitu wenye hauvijui kwa uhakika. Usionyesha watu kama mimi niko na uhakika kama ni hivi. Una uhakika nini? Sema mimi nadhania. Leo watu wanasubutu kuwa wakali sana kwenye lugha zao, kisha wakutana baadaye anakuja kukosea. Nimeambiliwa na fulani na fulani na fulani. Wewe ungetuambia tangia mwanzo, bana mimi nashakia, ushatwambia kama uko na uhakika. Yaqeen ndio uhakika. Kwa hiyo yaqeen ni uhakika 100%. Ukiwa na kitu percent 100%, hiyo ni yaqeen. Ukiwa na pasenti nyingi inatoka dhana. Ikiwa na pasenti 50 ndio inatoka nini? Shaka. Kwa mtu kisali hujui ni 3 au ni 4, hiyo ni shaka. Mtu nauzu sina uzu, huna nafasi pe unamili, mimi nitawaza hii, nimetawaza lakini nakumbuka nimeenda chooni kabla au nimetaza kabla, hukumbuki. Hapo unafanya nini? Shaka. Hapo unafika inakuwa ni shaka. Na hii tunahitaji kwenye mazingira.
Leo mazingira tunadhaniana na tunahamana na tunachokia. Ukija kuchunguza vizuri ni shaka. Wala ta sio zada. Ni maneno tu mtu aliambiliwa na ushakubali. Bali leo tushafikia hatua unamhukumu mtu kwa kusikia mwingine. Hujamsikia yeye. Ewa neno kamuulize yeye anasema aje. Hutaki kumuuliza. Mimi nishasikia tuko mtu wangu mimi namkubali. Hii ni tatizo kubwa. Tunaweza kuishia leo hapo. Aya za kubakia 2 tutazigusa kesho, na kama tutajaliwa kwenye kisa cha Musa tutaingia inshallah. Tupate mlango maswali madogo. Karibu. Na karibu. Vipi hukumu ya mtu kama anashakia methali 3 au sikukamilisha na hukumu yeye tena ya pili? Vipi hukumu yenyewe mtu akitawaza sikutawaza, je utafanya tu? Na nataka nimekimbia masala siku ya ikaile vizuri. Ama kuhusu kusali, ukiwa kama umesahau misali 3 au 2 unatengenezea kwa yakini. Yakini hapa ziko sempuli 2. Sempuli ya kwanza, wewe unaamini kwenye idadi ngapi? Ikiwa unaamini itakuwa ni 3 kwa sababu nakumbuka nimesimama hapa. Kwa nimesimama. Nakumbuka nimekaa tahiyatu ya kwanza. Nakumbuka. Basi unatengeneza zile ya 3. Ikiwa rai yako ni 2, itakuwa ni 2 sio 3. Unachukua penye rai yako ni 2. Lakini kuna wakati mtu kuna shaka hana hiyo facility. Utachukulia ndogo. Ukishakia ni 3 ni 2, kumbuki ni ya watu wala hujamili popote. Shika ni 2. Kila siku shika ni ndogo. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa kwamba umekosea ni 3 utasali zaidi. Ndio. Ikiwa kama kwa sali nzuri. Misali 2 au 3. Ukashikilia kama ni 3. Ikawa hakika wa mambo ni 2. Ukashikilia ni 3. Sala yako itakuwa pungufu, tutasema kama 3. Lakini ukishikilia kama ni 2, ikawa umekosea, ikawa ni 3, sala yako itakuwa ngapi? 5. Ni vizuri sala izidi kuliko kupungua. Sio, unanielewa? Ni vizuri rakaa zizidi kuliko kupungua. Vizuri usali 5 kuliko usali 3. Ndio mtu akasema shikilia ndogo. Kama hauna pasenti yoyote. Na ikiwa ni kutawaza, niko na uzu sina uzu. Utashikilia yakini. Yakini maana yake ile kumbukumbu yako ya nguvu. Kumbukumbu yako ya nguvu ni kutawaza mwisho, yani maana yake mwisho umetawaza au mtengeko na uzu. Kwa mtu ukitengeko na uzu, imefika wakati wa sala au kumbuke bwana niko na uzu sina uzu. Kuna kitu ambacho kiko kwenye kumbukumbu yako hapo nyuma. Ni kitu gani ambacho kina kumbukumbu yako hapo nyuma? Ni kitu gani kiko kwenye kumbukumbu yako hapo nyuma? Ni kutawaza au ni kutengeko na uzu? Kutawaza. Ikiwa ni kutawaza una uzu, utashikilia kama una uzu. Ikiwa ni kutengeko na uzu, katawaza. Kivipi? Ndio sana. Mimi nakumbuka niingia chooni kutawaza. Niingia chooni kweli nikakidhi haja lakini katawaza. Kutawaza ndio kwa mwisho. Kutawaza ndio kwa baada ya kutengekwa na uzu. Basi shikilia kama basi kuna uzu. Lakini wakati mtu anafikiria mimi kuna uzu sina uzu. Kumbukumbu lake anakumbuka nimeingia chooni lakini sikumbuka kama nimetawaza. Nimeingia chooni sikumbuka kama nimetawaza. Basi wewe huna uzu kutawaza. Kwa hiyo utachukua ile percent yako nyingi. Utachukua ile kumbukumbu yako ya mwisho ile ndio unachukua huko. Sasa nimefunga. Sasa na mimi kuna swali. Sasa kama hivi uko kwenye swala, acha unakumbuka kama umetawaza au kutawaza, acha nikaendelea na swali. Sala hii nikatoa salamu,
Unakumbuka kama kutawaza? Yani nashakia kama nimetawaza au sikutawaza, yani kumbukumbu yangu. Sa nikaendelea kusali sala iko Kumbukumbu yako ya nguvu iko wapi? kumbukumbu yangu ya nguvu kuona nimetawaza. Basi unaendelea. So, Ikiwa kama utakuwa kumbukumbu yako sikutawaza, unafungua sana. Unafungua sana ndio utawaza. Ndio utawaza. Basi naona kwenye Zoom hamna swali, tumalizie hapo. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wasallam. Naam Sheikh. Amani baba alifungua. Amani baba una swali? Naam, na swali Sheikh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Alaykum salaam. Wa yako. Salamu alaykum. Naam Sheikh. Naam. Nitaka kuuliza kuhusu tarawih. Na unasali tarawih alafu una kitu labda umesahau kusujudu au kitu chochote kile huko kwenye rakaa ya pili wakati umeanza. Sasa ile sijida ya kusahau utaileta lini? Baada ya zile rakaa zote 11 kuisha au utaileta wakati gani? Swali zuri. Sasa tarawih ukasahau sijida au kitu chochote. Ikiwa ni nguzo unarudia ile rakaa. Sisi jana tumesali tarawih ukasoma dua kabla ya rukuu, ni sunna. Kabla ya rukuu ni sunna ambayo hawaifanyi watu wengi, labda wa kufuata madhehebu, lakini hadithi za mtume zipo. Wasallama ameziandika Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari. Kuna wakati mtume sallallahu alikuwa anasoma kunuti kabla ya rukuu na kuna wakati anasoma baada ya rukuu. Sasa tulipomaliza kuomba dua tukasahau kuleta rukuu, tukaenda chini, tukakumbushwa, tukarudi, lakini kuna wenye walibaki kwenye sijida. Baada ya swali tukamwambia rudieni rakaa yenu. Kwa hiyo ukiacha rukuni kama sijida moja katika zile mbili au kaacha rukuu, inabidi ile rakaa irudiliwe, imekufa. Au umesahau kusoma suratul Fatiha, ile rakaa unairudilia, imekufa. Lakini ikiwa ni kitu cha sunna, ni kitu cha wajibu, kitu kingine kinyume na rukuni, utaleta sijida tusawi zile mbili kwenye ile rakaa ya mwisho katika hizo rakaa kwa nasoma. Kama kwa swali mbili, sababu inajuzu usali tatu usali nne afwan, au usali sita, hizo zote mtume amezifanya. Sheikh Al-Albani kwenye kitabu chake Tarawih aliweka sifa gisi mtume anasali sala ya usiku, akaweka sifa nyingi. Sisi tumezoea tu mathna mbili, lakini unaweza kusali nne bila salamu, kasali sita bila salamu, kasali 8 bila salamu. Hizo zote ni kaifia na sifa. Sasa utaleta sijida tusahau kwenye ile rakaa ya mwisho ambayo umesahau. Ikiwa unasali mbili, utaleta sijida tusahau katika hii ya pili ambayo umesahau katika hizi mbili. Hautaleta mwishoni. Pia ikiwa kama utasali 4, utaleta sijida tusahau kwenye mwisho ya 4. Ukiwa sali 8, 6 hivyo. Sio eti unamaliza sala mbili unatoa salamu unangojesha mpaka za mwisho. Ni katika zile mbili ambazo unatoa salamu kwazo. Wallahu a'lam. Allah yazidi. Tukija kukumbuka inshallah tutazungumza sifa za sala ya usiku hata kesho hivyo. Amezitaja Sheikh Al-Albani kama sifa 8 hivyo 10 au chini hapo kidogo. Inshallah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.